kwangu mimi kazi. Kauli mbiu hii ikaanza kuthibitika katika siku ya kwanza kuapishwa kwake alipoanza kufanya kazi kwa kuitisha Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Novemba 17 mwaka huu, huku akiahidi kuteua waziri mkuu Novemba 19 mwaka huu 2015, na pia akamteua mwanasheria mkuu wa serikali George Mcheche Masaju aliyemwapisha siku ya pili yake. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwekwe kwa mujibu wa sheria. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwa. Siku ya pili hapa kazi tu ikaanza katika ziara ya ghafla katika Wizara ya Fedha, na hali ilikuwa hivi. Mane amjambo. Hapo katika mkono ni watu wa habari hapa ameenda lini? Anaenda lini profesa? Anaenda this week, anarudi leo usiku. Atarudi leo usiku. Hapa ni nani? Arubina Msuya. Kurusuri. Na hapa? Hapo alikuwa anakaa Kiondo. Wengine wako wapi? Huyo hapa yuko wapi? Wa hapa ametoka. Wewe unaitwa nani? Unashughulika na nini? Shughulika na mambo ya budget. Wa hapa ndio hayupo, anaitwa nani? Huyo anaitwa Boniface. Wa hapa naye hayupo, anaitwa nani? Huyo humjui? Anaitwa Eliamani. Monesi naye hayupo. Wa hapa nani anaitwa nani? Beda naye hayupo. Wa hapa naye hayupo, anaitwa nani wa hapa? Kwa hiyo ambao mpo humu ndani, sogea tu wewe mtu safi sana. Njoo wewe. Agosti 7 mwaka huu 2015, Dr. John Pombe Magufuli akakutana na makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu, gavana wa benki kuu na katibu mkuu kiongozi, na kutoa maelekezo ya kutaka serikali iendelee kwa kutekeleza ahadi yake ya hapa kazi tu. Akataka ahadi alizotoa kwenye uchaguzi zitekelezwe, zikiwemo kufuta ada kwa wanafunzi wa kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha 4, kuhakikisha wanafunzi wa vyuo wanapata mikopo, na pia akafuta safari zote za nje kwa watumishi wa umma hadi hapo itakapotangazwa vinginevyo, na kwamba kazi za nje nchi zifanywe kwa kusimamiwa na mabalozi. Jumatatu Novemba 9 mwaka 2015 ilikuwa siku ya pili ya kazi ofisini kwa Rais John Pombe Magufuli. Katika siku hii akafanya ziara ya ghafla katika hospitali ya taifa Muhimbili na kujionea hali halisi ya utoaji wa huduma. Wagonjwa wengi wanalala chini. Wakati watu wanataka wasafiri kwenda Ulaya. Jamani, poleni. Jamani, poleni sana wagonjwa. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Mlijua mimi nakuja hapa? Tulikuwa tujui. Walikuwa mjui Tunaomba dakika 5 za kuzungumza na wewe. Unataka dakika 5 za kuzungumza na mimi? Tulikuwa naishi katika chuo kesi ambayo imenileta hapa. Ndio. Lakini sasa unakuta kwamba ukifika hapa taasisi yetu ya Muhimbili ndio imegawanyika. Ndio. Kuna Moi na Muhimbili. Ndio. Kuna utaratibu wa daktari kutoka Muhimbili kuja Moi. Ndio. Labda kiongozi ungeangalia namna gani labda kuunganisha hizo taasisi iwe taasisi moja. Ndio. Nashukuru sana. Unaitwa nani? Naitwa Chacha Makenge. Chacha Makenge. Mungu atakusaidia. Asante sana mheshimiwa, pole sana kwa kazi ngumu. MRI ifanye kazi. Moi tuna MRI, lakini Muhimbili National Hospital anayo MRI na CT scan. Na mweza mkaitumia? Tunaitumia, lakini wagonjwa lazima walipe kwa sababu haiko upande wetu. Huwa wanalipa na haifanyi kazi kwa muda wa miezi 2 sasa.
Kwa nini haifanyi kazi? Sitaweza kujibu upande wa mkurugenzi mwenzangu. Mkurugenzi yupo? Nadhani atakuwa yuko upande wa Muhimbili. Muhimbili na Moi tunaishi kama majirani. Lakini si wote mnahudumia wagonjwa? Yes. Tuko kama majirani, lakini sasa ya kwao haifanyi kazi najua kwa muda wa miezi miwili sasa. Na Moi hatuna CT scan na MRI. Ingawa matumizi makubwa ya CT scan na MRI ni kwa wagonjwa wetu wa Moi. Mgonjwa kama huyu huwezi kufanya operation mpaka unaweka kumbe. Na ni quite costly. MRI ina cost $500,000. Na CT scan karibu $300,000. Na huwezi ukaendelea mpaka uweze ukaona mishipa ya fahamu imebanwa, utaifuateje kwenda kufuata. Kwa hiyo mgongo umekatika mgongo na spinal cord. Kwa huku chini miguu haifanyi kazi. Kwa vitu viwili unatakiwa ufanye. Sasa wewe fanya hivi. Mpeleke kwenye MRI yoyote, nitalipa mimi. Sawa. Hebu chukua jina lake. Umpeleke alafu nitalipa yeye. Nikamfanyie badala ya kukaa hapa siku zote. Umekaa kwa muda gani? Jana talipata tarehe 8 mtimiza miezi miwili. Mwambie yule mkurugenzi wa Muhimbili amfanyizie. Kazi mbovu. Yake ifanye kazi. Yes. Wapi inafanya ya nani? Ni private hospital. Hospitali gani? Au wanaziua kwa sababu zikafanya kwenye hospitali za private? Kwa sababu ndio tatizo saa nyingine kwenye hospitali zetu za serikali. Mnaletewa vifaa mnaviua ili kusudi vikafanye kazi kwa watu binafsi. Mimi nafahamu hapa. Kuna wakati fulani mliletewa echo test hapa. Daktari mmoja aliyekuwa anahusika nayo pale akaiharibu ya hapa ili kusudi wakawa wanafanya echo test ya hospitali yake ya private. Anyway, nisizungumze mengi. Sisi tutashukuru kupata hizo. Sasa wewe ipi MRI inayofanya kazi ni iko wapi? Hospitali zote za private zinafanya kazi. Kwa hiyo za private zote zinafanya kazi. CT scan za hospitali za private zote zinafanya kazi. Za hospitali ya hapa Muhimbili zote hazifanyi kazi. Ndio mwezi wa pili. Sasa miezi miwili. Na watu wanasafiri kwenda Ulaya. Mungu atawalipa wengine. Basi mimi ngoja nimlipie huyu kwa sababu ameniambia hiki yake. Mheshimiwa, taasisi itafanya utaratibu. Ndio tunafanya utaratibu kupitia basi mpelekeni kesho, umenielewa? Na mimi nitafuatilia. Sawa. Mpelekeni akafanizwe, hawezi akakaa mwezi mzima yuko hapa. Mpelekeni kesho, kama ni hela mimi nitatafuta hata ya mshahara wangu nitakuja nilipe. Chukua namba ya dokta hapa. Tunashukuru baba. Mungu awabariki.